Asubuhi njema, asubuhi ya baraka, siku ya Jumamosi ambapo ninaamini kwamba wikendi yetu itakuwa ni ya baraka. Yaani neema ya Mwenyezi Mungu itaweza na kutufunika na pia tutaweza na kuhisi uwepo wake dakika kwenda ile ingine. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kunyunyiziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyu Pastorate Machakos Sub Quarter, nikitumai kwamba upo tayari kabisa ili ukaweze na kuipokea na pia ikaweze na kutuongoza kwa hii weekend yote. Karibu wapenzi watazamaji wa Undugu TV, ninaomba pia kuwaamkua katika jina la Yesu Kristo mahali popote mliko. Hamjamboni, mwazima? Nami ni mzima ndani ya Yesu Kristo. Basi nawakaribisha kwa neno la Mungu ambalo tutaweza kujifunza leo. Na neno la Mungu kila wakati huja kwetu ikiwa na sababu yake. Kwa hivyo tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza, nitaweza kusoma mstari wa 19, 21, 25. Na nitasoma hili neno katika jina la Yesu Kristo. Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, mbali si mwepesi wa kusema, wala kukasirika. 21. Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya usidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kusiokoa roho zenu. 25. Lakini ni aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, mbali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Tuombe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ninakuenzi wakati huu, nikijua kana kwamba unapoketi katika kiti cha rehema, mahali ambapo pameinuliwa juu zaidi, nikikumbuka Yesu Kristo mwanao anayeketi mkono wako wa kulia, Roho wako Mtakatifu Mungu ambaye ni msaidizi. Ninaomba hakika uwepo wako uwe mahali hapa, ukawasaidie pale watazamaji wa Undugu TV ambao unawapenda, unawajali, una mpango mwema juu yao. Basi hili neno lako Mungu Baba likawe la manufaa kwetu, litusaidie, lituinue kwa kiwango kingine. Kweli Mungu uwe pamoja nasi hadi tamati, tuweze kukushukuru. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Tunaenda kuangalia lengo ile tutakayokuwa nayo siku ya leo, na ni kisuhizi cha kusikia na kutenda kwa Mkristo. Tuangalie ni mambo yapi yale yanatuzuia tusije tukasikia neno la Mungu, na endapo tunalisikia hilo neno la Mungu atutendi hilo neno la Mungu kama Wakristo. Mtumishi wa Mungu Yakobo akinena hayo na kuyaandika haya maandiko, mtumwa wa Mungu wa
Bwana wetu Yesu Kristo kabisa aliweza kuyanena haya, na aliwahimiza kwa haya mambo mawili. Kwa maana tunapotazama sisi kama Wakristo, hakika hakuna jambo lingine litatufanya na kutuwezesha kuingia katika mji wa mbinguni. Manake ukiambiwa lazima usikie, na ukisikia lazima utende. Kwa hivyo yule anayesikia na kutenda yale ambayo ni mapenzi ya Mungu kama Mkristo, amngoja Yesu na ataweza kumlaki mawinguni, kama vile neno linatuambia. Kwa hivyo tunapoangalia kisuizi kimoja baina ya nyingi zile ambazo zinasuia Mkristo asisikie na kutenda jambo moja ambalo alionekani kana kwamba ni neno kubwa na nzito na mbaya, ni kuwa sisi tunakuwa na wepesi wa kukasirika. Na sio wepesi, hatui wepesi wa kusikia. Lakini hata tukisikia, mara nyingi sana tunakasirika. Na ningependa kukuuliza swali moja. Wewe, bwana na bibi, mnapoketi hapo nyumbani kwenu, mkikasirikiana, mnaomba pia pamoja? Ninapotazamia jibu, najua huwezi ukanijibu kwa sasa nikasikia, lakini jibu ni la. Kwa maana yale yamejaa moyoni mwako, rohoni mwako, hakika katika mawazo ni yale machungu ya kuamka na kupiga mwingine. Na hapo kuna vita. Lakini najua hakuna maombi, bila shaka hakuna maombi. Kwa hivyo kama bibi na bwana mkikasirikiana, hakuna maombi pale. Na ukiomba tu, jamani, lazima kwanza utubu. Na ukitubu, ni lazima sasa wewe na mwenzako msameheane. Kwa hivyo kule kusikia neno la Mungu, ukilisikia, ile jambo kubwa inabaki ni kule kutenda. Kwa hivyo ukisikia na kuambia, endapo kama vile Yakobo ametaja kule kukasirika kukiweko, hakuna jibu lolote lile. Manake katikati yako na Mungu wako, unapokasirika, pia Biblia inatuambia hakika kule kukasirika kwa mwanadamu hakufanyi mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunajua hayo, tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kuondoa hii hasira, isiwe katikati yetu, ndani yetu, hakika kama Wakristo. Kwa hivyo ni wakati ambao ni wako na wangu. Tuanze kuwaza na tuwazue, ni maisha gani ambayo tutaweza kumwishia Mungu ili tuweze kuishi na wenzetu kama wale wengine tunaokaa nao. Nimetoa mfano wa bibi na bwana, nitoe mfano wa bwana, nitoe mfano wa baba na watoto, mama na watoto, hakika tajiri na wafanyikazi. Ikiwa kuna hasira katikati, tunajidanganya wenyewe. Tupende, tusipende, kulingana na maandiko ya Mungu. Kwa hivyo tusiwe wepesi wa kukasirika. Na ukipata umekasirika, Paulo kwa Wagalatia anawaambia usiache jua litue. Kwa hivyo umrudie mwenzako na muombe msamaha, ndiposa ukienda kuomba msamaha kwa Mungu usamehewe pia nawe. Hasira kweli ni jambo mbaya. Namba ya pili ni kwamba ondoa uovu na umbaya wote ndani yako. Maandiko yametuambia hivyo. Na ukiondoa huo uovu na umbaya ulio nao, na unajivunia ukitenda jambo mbaya,
Usipoondoa, ujue hicho ni kizuizi cha kusikia na kutenda ambako kutakuwezesha kumbarikiwa na Mungu. Kwa hivyo ni kizuizi. Ondoa ubaya moyoni mwako. Ondoa ubaya mafikirani mwako. Niondoe pia nami uovu moyoni mwangu. Tuondoe sisi sote, ndiposa tuweze kumpatia Yesu mwenyewe makao ndani yetu. Ndugu yangu na dada yangu, mahali popote pale uliko, nimekuambia mfano wa kizuizi cha kukuzuia kusikia na kutenda kama Mkristo. Kwa hivyo vizuizi vyote unavijua, ziondoe zote, maana yake kuna Mungu anatazama akiwa juu mbinguni. Hata ukitembea ukijafanya ndani ya nyumba yako, mahali pa kazi, na mbele ya watu wa Mungu na watu wa dunia hii, ukitembea ukijifanya kuwa mkubwa na mzuri, hakika usipoondoa, Mungu yuko kila mahali na anaona kila mmoja. Ondoa. Anayesikia na kutenda anaitwa heri. Atakuwa amebarikiwa na atabarikiwa. Kwa hivyo Biblia inatuambia tena, yule ambaye anasikia na anatenda anafananishwa na ile nyumba iliyojengwa juu ya mwamba, ni kwamba hatatingizika kamwe. Atakaa na huyo Yesu na atakaa na huyo Mungu, na akiomba na afanye yale ya Mungu, hakika na kutenda atambarikiwa. Usiwe mwepesi ukikasirika, tubu haraka na umrudie huyu Mungu, na ataenda kukurudia. Na ukiomba na ukihubiri na hata ukikusanya watu, uwakazo lolote lile ufanyalo katika jina la Yesu ama kwa jina la Yesu Kristo, ukiwa na mahasira yako, ukiwa hautendi yale ni mapenzi ya Mungu, hakika hata ikiwa umesikia, kusikia kwako hakusaidii lolote lile. Badilika nami nibadilike. Mungu na alibariki neno lake. Amina. Mungu wetu na baba yetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Musa, kwetu ni vigumu sana kuwasiliana nawe, kwani tunao wepesi wa hasira na wa mahofu na mabaya. Hivyo basi yanatutenga na mapenzi yako. Tufanyaje kama Wakristo? Hata wale ambao sio Wakristo wameumbwa na kuna Mungu yule amewaumba. Tusaidie, tumbadilike, tukaweze hakika kusikia kwako imebaki kutenda, tuwezeshe kutenda ili tuweze kubarikiwa. Manake anayesikia na badala ya kutenda anasahau, huyo tunaona kulingana na mstari wa 25, huyo hawezi akabarikiwa. Kwa hivyo tusaidie, tunaposikia tuweze kutenda mapenzi yako, upendezwe nazi, uweze kutubariki na ukatuinue kwa kiwango kingine. Basi ututazame, utuone au tusaidie sana. Tuomba haya yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bye bye. Kusikia neno la Mwenyezi Mungu na kulitenda. Hapa tumeweza na kufundishwa kwamba yani umuhimu wa neno la Mwenyezi Mungu ama kulisikia. Mwenyezi Mungu hufurahia sana wakati ambapo anaona hata matendo. Tumesikia, basi tukaweza na kutenda kama vile ambavyo imetuagiza hilo neno, kama vile ambavyo imesema ama imenena. Sio kuongea tu ama kutoa ushuhuda tu, lakini matendo yetu hayaambatani na yale maneno ambayo tunayatamka, tunayaongea kila wakati. Hapa tumeweza na kuhimizwa kwamba matendo yetu ama maneno yetu yakaweza na kuandamana na maneno yetu ya kila
wakati. Mungu anatuita kuwa watendaji wa neno lake tunapolisikia, kuliamini na kuliishi kwa uaminifu. Kuliishi kwa uaminifu ni kwamba tukaweza na kutenda kama vile ambavyo tumeweza na kuangizwa na hilo neno. Ninaamini kwamba umeweza na kusaidika na pia umeweza na kubarikiwa. Kama kuna mahali ambapo ulikuwa tu umeteleza tu kidogo tu, ni maombi yangu ya kwamba utaweza na kujirudi na utaweza kujua kwamba kuna haja ya kutembea kama yale maneno ambayo watu tunayaongea, na kama sisi ni wafuasi na kama sisi usikiliza neno la Mwenyezi Mungu, tukaweza na kutenda kama vile ambavyo hilo neno linatuagiza. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Kwa ndugu zetu na dada zetu ambao wana katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Bye bye.